Safari ya ukombozi wa mwanadamu haijawahi kuwa rahisi. Tangu mwanzo wa wakati, giza lilipochukua hatamu katika historia yetu. Tulishuhudia uchungu wa adhabu ya kwanza ikitimia, likatupeleka kwenye kina cha mashaka na hofu. Lakini hata katika giza kuu, tumekuwa na ahadi ya mwangaza. Watu wa enzi za kale walioishi kabla yetu walipitia mitihani mizito na wakashindwa mara nyingi, lakini hawakukata tamaa. Leo pia tunakutana na vizingiti visivyoisha. Mashaka yanapogandamiza roho zetu, huzuni inapopamba macho, lakini hakuna hali isiyoweza kugeuzwa. Kwa maana Kristo alitupenda hadi kufa. Alikuja kuleta nuru ya matumaini ifaayo mioyoni mwetu. Yeye analifahamu hitaji lako, akifuata nyayo zako hata katika vizingiti vingi. Mfuate Kristo, maana amekusudia hivi leo kukupatia nuru ya matumaini. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Darnet Event 2025, nuru ya matumaini. Amen. Sasa wacha hebu niwasomee report ya vile tunavyoendelea, na utashangaa sana haijafika. Hebu nitie mchungaji, mwambie aje na simu yake. Tutasoma kutoka kwa simu ya mchungaji leo, kwa sababu hii mambo ni mambo makubwa. Kumbe uko hapa ndani pastor. Haya. Laptop. Poleni, simu yangu inaonekana haikuweza kushika. Katika mahubiri tunapoendelea, tuna lengo kubwa au tuna goal. Kila mahubiri goal iko, lengo lako ambalo Yesu mwenyewe ndiye alisema, enendeni, muhubiri, mubatize, ndiye alisema. Kwa hivyo mahubiri yanaendelea na ubatizo. Wakati Filipo alikuja akamuelezea huyu the Ethiopian eunuch, alimwambia mambo ya Yesu, kisha akambatiza. Kwa hivyo tuko na report hapa, na nitauliza mchungaji asome kwa niaba yangu. Pastor, tusome, utuambie tumefika wapi. Ya upande wa Southern Highlands Conference 468, ECT ambayo ni 386, South East Tanzania Conference 355, Lake Tanganyika Field ni 269, Central Tanzania Field 197, jumla Union ya Kusini wamebatiza 1675. Amen. Lakini upande wa Mara North Union ya Kaskazini, Nyanza Gold Belt Field watu 2817, Tanzania Rift Valley Field watu 865, North East Tanzania Conference watu 289, Mara Conference ile ambayo imegawanywa ni 2565, alafu North West Tanzania Field ambayo iko Kagera kule 112, South Nyanza Conference 137, West Tanzania Conference 478, North Mara Field hii mpya, field mpya 670, Simiu River Field ambayo ni mpya 666. Ati ngapi? 666 alama. Lakini jumla ni 8,000. North Mara North Mtuku kwa ujumla ni 8,600
83. Ubatizo wote mpaka sasa ni 10,000. Basi sasa maliza sasa. Ni 10,000. 10,358. 10,358 have been baptized. Bwana asifiwe. Mnamsifu hivyo kukiwa na 10,000. Mnaweza sifu zaidi. Bwana asifiwe. Sasa hiyo ni namba dogo sana. Si ni kidogo kusema ukweli. Na unajua ni kwa nini hiyo namba ni dogo? Kwa sababu yako wewe haujalika mtu. Sasa tunaomba wiki hii, omba Mungu akupatie mtu wa kuleta. Hata wewe jipatie goli moja tu, mtu mmoja tu. Ambia Yesu one person. Wiki hii mwambie mtu fulani, hata kama hayuko hapa, wanatuona kila mahali. Hata kama ako Amerika wanatuona, bora umwambie ingia chano hii ujue ni wapi. Hata kama ako Kenya, na kama huna rafiki, ambia Yesu atume malaika kwa niaba yako. Kuna mtu fulani anayekusubiri. Amen. Namba ile nimesikia ya ajabu ni namba ngapi? 666. Kwa hivyo leo tutajifundisha mnyama wa namba 666. 666. Alright? Aya. Bado mnataka maswali au mlichoka? Nilikuwa nimeambia mwingine hapo nikasema tuache maswali. Niliwaangalia jana nikawahurumia. Siku hizi 3 jana, juzi na kuna juzi kutwa. Nilipoangalia vile nawaambia muinue mkono, hata nikajiuliza mbona unatesa hii watu? Kusema kweli hawainui mkono na unaendelea kuambia wainue. Na wanakuangalia, wanakuhurumia. Nikaona hakuna haja ya kuwasumbua na maswali. Wiki hii ni waache hivyo, muwe huru. Si ni sawa? Ati hapana. Mnataka maswali kutoka kwangu. Na mimi nikiwaambia ninataka mkono kutoka kwenu, mnakataa nayo. Sasa wiki hii ni tit for tat. Mtainua mkono hata kama utaanguka. Si lazima upate. Hakuna mtu alikwambia, na wacha niwaambie hii, hata ukianguka hutakosa mbinguni. Hata kama umeanguka, kuna wale wameona wameanguka yote na bado utaenda mbinguni. Amen. Wale hawataenda ni wale hawainui mkono. Kwa hivyo kama ni hivyo basi, kama ni hivyo tutaendelea tu basi. Tutaendelea kuulizana. Sasa wacha niwaulize swali siku ya leo. Ni mwanafunzi mgani aliyekuwa wacha ni change hivyo. Ni mwanafunzi mgani ambaye alikuwa mwanafunzi wa Yesu pamoja na wengine, lakini pia alikuwa ni mwanafunzi wa Yohana Mbatizaji? Ni mwanafunzi wa Yesu, lakini pia alikuwa ni mwanafunzi wa Yohana Mbatizaji. A. Petero. B. Nathanieli. C. Andrea. D. Filipo. A. Petero. B. Nilisema nani B? Nathanieli. Nathanieli. C. Andrea. Na D. Filipo. Ni nani? Wale wanasema ni A. Petero alikuwa mwanafunzi wa Yesu wa kwanza na alikuwa mwanafunzi wa Yohana. Hakuna. Wale wanasema ni Nathaniel. Wale wanasema ni Andrea. Wale wanasema ni Philip. Na majibu ni Andrea. Hata Petero. By the way, for your information, wanafunzi wengi wa Yesu walikuwa ni wanafunzi wa Yohana Mbatizaji. He just handed them over. Ndiye aliwabatiza, na alipojua anauawa, alipoona hapa sitoki, akawatuma kwa Yesu, endeni muulize kama ni yeye au kuna mwingine ninayengojea. He knew he is going. Alafu akawatuma ili waende tu waweze kuwa acquainted na Yesu. Na alipoulizwa hiyo swali akawaambia, endeni kwa Yohana muambie mumeona nini nyinyi? Ni nini mumeona?
na muende muambie viwete wanatembea, vipofu wanaona, visiwi wanasikia. Ende ni mreport. Hiyo report itawasaidia hata ninyi mjue ni mimi. Hakusema ni yeye direct, lakini alitaka waweze kuelewa. Sasa leo tunaingia kitabu cha Ufunuo. Ufunuo ni 13 na tunasoma fungu la 11 hadi fungu la 18. Ufunuo ni 13, tunasoma fungu la 11 hadi fungu la 18. Jana nikiongea mzee wangu wa kanisa kule Temple of Praise, Bwana Martin, aliniandikia akaniambia, pastor, ulipokuwa unasema Biblia, ulisema Biblia ni hadithi, ni hadithi ya miji miwili. Ukasema na ni Yerusalemu, Yerusalemi. Mlisikia hiyo? Hamuku nirekebisha sasa wewe Ezekieli, na wewe uko karibu na mimi kuliko Martin. Sasa nikasema sikujua, nilisema tu ni Yerusalemu na Yerusalemu. No, ni Yerusalemi na Babylon. Okay? So the second city, Babylon. Thank you, Martin. Kwa hivyo Yerusalemi na Babeli. Those are the two stories you find. The cities you find katika Biblia. Kutoka mwanzo utaona ya kwamba alianzana na Jerusalem na Babylon. Ukisoma Mwanzo 14, Abrahamu anaenda kuokoa ndugu yake, nephew yake, akirudi akaenda kwa huyu mfalme anaitwa Melkizedeki. Huyo mtu wa ajabu katika Biblia anaitwa Melkizedek. Melkizedek alikuwa ndiye mfalme wa Salem. Salem hiyo, peace, the city of peace, ambayo ilikuja pia kuwa ni mji wa Daudi, the city of David, ambayo ilikuja kuwa ni the city of Jesus. Na Yesu alichukua hiyo, alafu ndio inakuwa ya mbinguni pia, Jerusalem ya mbinguni, Jar Salem, right, nyumba ya amani. Melkizedek huyu, ukisoma habari zake, Biblia inasema hakuwa na mama, hakuwa na baba, hana mwanzo na mwisho. Hiyo ni Wahibrania 7. Utakaposoma hiyo, kumbe hata hiyo ingekuwa ni swali, ni nani ambaye hakuwa na baba wala mama? Nimejiharibia hapo, lakini sawa tu. Sasa huyu Melkizedek ambaye hakuwa na mama au baba, no beginning, ukisoma usichanganyikiwe, usichatanishwe ni nani ambaye hana mama. Maana mtu mmoja tu duniani ambaye hakuwa na mama ni Adam. Wengine wote wako na mama, wako na baba. Huyu Melkizedek, maana yake ukisoma Wahibrania 7, ni kile anazungumzia Paulo ni order ya ukuhani. Kwa sababu kuna ukuhani mara mbili kwa Biblia. Kuna moja inaitwa Melkizedek order na ingine inaitwa Levitical order. Melkizedek order ndio haikuwa kwa sababu umezaliwa na kuhani. Haya, lakini Levitical order ni order ya Walawi. Lazima ungezaliwa na kuhani na ni lazima ungekuwa mtoto wa kwanza, firstborn. Kutoka kwa Harun, mtoto wake wa kwanza ni high priest, mtoto wake wa kwanza ni high priest hivyo. Na hiyo Levites wote, Walawi wote walikuwa ni makuhani, isipokuwa kulikuwa na high na wengine wanafanya kazi nyingine. Kulikuwa na kuhani mkuu na wengine wanafanya. Sasa hawa Walawi ndio sasa wako na mwanzo. Wako na pale ilianza, na Yesu alipokufa pale msalabani, pazia la hekalu lipapasuka. Nimekumbuka kaswali hapo. Kaswali kanakuja. Kwa hivyo pazia la hekalu lipopasuka, ukuhani ukaisha hapo, kwa sababu hata mwana kondoo alikuwa anachinjwa. Kifo cha Yesu Kristo kilimaliza ukuhani huo, ukaisha, done. Na Yesu akawa ndiye kuhani mkuu, na hata sisi tunaitwa makuhani today. Ndio ukiona kitabu cha Wahibrania, ukisoma kitabu cha Wahibrania chote, utaona inatuonyesha what was superior. Kuhani huyu ni superior, huduma zake ni superior, ziko juu. Kwa hivyo Yesu mwenyewe, wakati Levitical ilipoisha, yeye mwenyewe pia ni kuhani. Yesu ni kuhani, by the way. Na akiwa kuhani hakuwa wa laini ya Lawi, hakuwa kwa hiyo laini. As a matter of fact, anasemekana yeye ni simba wa kabila la Yuda. Sio, lakini ni wa kabila ya Yuda na ni kuhani. Sasa atakuwaje kuhani na ni wa kabila la Yuda? Ndio sasa anaangukia sasa order ya Melkizedek. Yeye hana mwanzo na hana nini? Hana mwisho. Samahani, hiyo haikuwa pati ya mafundisho leo, lakini ni sawa. Kesho nitawauliza swali ile imekuja kwa kichwa, swali la hapo kwa msalaba. Fikiria tu mambo yalifanyika pale kwa msalaba. Hapo tu nitauliza. Sawa sawa? Na hata nitakwambia itakuwa ni, acha leo niwaambie kabla.
ili kesho upite. Nitakwambia anza leo. Swali linakuja kesho na kupatia majibu leo. Amen. Kwa hivyo swali nitauliza ya pazia. Pazia ile ya wakati Yesu alikufa. Na alikufa katika Mathayo 27. So utaipata, nimekupatia majibu. Ukianguka kesho lazima hata wewe. Bwana asifiwe. Sasa twende katika kitabu chetu cha Ufunuo 13. Nilikuwa tunarekebisha hiyo ya kwamba Biblia ni hadithi ya miji miwili. Kitabu ni cha Ufunuo 13 fungu lile la kwanza, 11, anasema hivi: kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo, akanena kama joka, naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, naye aifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza, ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Ukisikia katika hii fungu au katika passage hii, anatuelezea kuhusu mnyama, na amesema akianza, amesema ya kwamba kisha nikaona. It's a continuation ambayo tunaona mnyama wa kwanza ambaye katika fungu la kwanza hadi fungu la 8 alipoondoka kukatokea mnyama wa pili. Mnyama wa kwanza alikuwa kama chui na alikuwa na mdomo wa simba, miguu ya dubu, na kona pembe 10 na vichwa 7. Kichwa kimoja ndicho kilitoa makufuru, na dunia yote ikamstajabia huyo mnyama na ikamuabudu huyo mnyama, na wakaabudu joka, yeyote ambaye jina lake halikuwa katika kitabu cha nini? Cha uzima. Hao ndio watakaoabudu joka. So you don't have to worry about that, kwa sababu wewe jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima. Kama utaabudu joka ndio utajitoa mikononi. Lakini anasema namna gani? Huyu mnyama wa pili ambaye alionekana, anaonekana akiwa na tofauti kabisa. Ako tofauti kidogo na yule mnyama wa kwanza. Kwa nini? Ni tofauti kwa origin. The origin is different. Kule alikotoka, alianzia wapi? Yeye kule alitoka ni tofauti na yule mnyama wa kwanza. Mnyama wa kwanza alitoka baharini, huyo mnyama wa pili ametoka katika nchi. Mnyama wa kwanza na wa pili, tofauti ya pili ni kile tunaita the ranking, ya kwamba sehemu yao ya ukuu. Huyu wa pili ni subordinate, ako chini ya yule wa kwanza. Kwa nini? Kwa sababu fungu la 13 litatuelezea atafanya jambo kuhusu huyo mnyama wa kwanza. Kwa hivyo yeye ni namba ya pili. Na pia ya tatu ambayo ni tofauti ni vile anavyoonekana, the appearance. Muonekano wake ni tofauti na wa kwanza, kwa sababu wa kwanza ni kama chui, lakini huyu wa pili ana pembe mbili kama za mwana kondoo. Tunapoangalia ya kwamba ana pembe mbili kama mwana kondoo, ambaye anayefanya aitwe the lamb-like beast, inaonekana ya kwamba ana upole wa mwana kondoo. Ni mnyama ndio, lakini ana upole wa mwana kondoo. Hizi pembe mbili zinaonyesha tabia ya mwana kondoo. Na hizi pembe mbili pia, kumbuka tulisema katika unabii, unapoona mnyama mara moja unajua huo ni ufalme. Na kichwa cha mnyama unajua ya kwamba ni kiongozi wa huo ufalme. Na pembe ni authority. Unaposoma usikie pembe au crown, taji, ujue ya kwamba ni mamlaka au nguvu za huo ufalme. So tunapokuja kwa huyu mnyama wa pili, tunaona kuna pembe mbili, hivyo inaonyesha authority na some powers. Huyu mnyama wa pili
atakuwa na sehemu mbili ambazo hazitashikamana, atazitenganisha. Kwa hivyo atakuwa na nguvu za kiserikali na nguvu za kidini. Kitu ambacho ni cha kuvutia kwa mnyama huyu wa pili ni ya kwamba yeye mwenyewe ana tabia za mwana kondoo. Anaonekana, wacha niseme tabia sana, lakini kuonekana kwake, the appearance, anaonekana kama ni mwana kondoo. Kuna watu wako hivyo, unaona mtu ametulia tu na unaona huyu ni kama mwana kondoo. Lakini akinena yeye ni kama yule mnyama. Anaonekana, unajua tulisoma na msichana mmoja, tulikuwa tunakaa na yeye when I was in secondary school. Alinyamazanga sana. Mpole kabisa msichana. Mpole, lakini ni mang'aa. Ni mpole lakini ni hapa, hiyo ni Kiswahili hapa wapi? Mang'aa, mchungaji yuko sawa, mang'aa. Someone who is stubborn. Mtata. Mtata haya. Kwa tukiambiwa mang'aa, wewe yani usikiangi. Kichwa ngumu, mtu kichwa ngumu. Sasa huyu msichana, mwalimu wetu alikuwa anamuita wewe silent mang'aa. Ni silent mang'aa. Umetulia lakini ukilipuka wewe ni bomb. Unaona wainjilisti wako na salamu. Wainjilisti usicheze na wasalamu, mna salamu zao. Utasikia wakisema ya kwamba panda mlima, panda. Nipe mlima, nipande. Mimi si nyama, mimi ni kisu, moto bila moshi. Hao ni wainjilisti. Tega bomb. Hiyo imefika hapa Tanzania. Inasema nitega bomb ilipuke baadaye. Kwetu nasikianga hivyo. Wanasema tega, hata wainjilisti wakienda kazi yao wanatega bomb, wanazitega tu. Wanatega zitalipuka baadaye, na zikilipuka unasikia watu 10,358 wamebatizwa. Bwana asifiwe. Tega, hata wewe sasa enda huko, tega bomb, tega bomb zilipuke. Sasa huyu mnyama yeye akionekana, anaonekana akiwa sawa, anaonekana akiwa na tabia, anaonekana akiwa na upole ambao ni wa mwana kondoo. Lakini Biblia ikamalizia hiyo fungu la 11, akamalizia akasema namna gani? Lakini alinena kama joka. Sasa hapa tunaposoma huyu joka, sasa tunaona occurrence ya 3. Sasa joka ameingia tena wakati au mara ya 3 sasa. Ya kwanza ni katika Ufunuo 12 ambayo tumesoma pamoja. Tulipoona mwanamke ambaye alikuwa ni mjamzito, ako karibu kujifungua, lakini joka alikuwa tayari kurarua yule mtoto. Joka akaonekana. Na ukisoma Ufunuo 12 utaona ya kwamba joka hatumii mnyama yeyote. Yeye ndiye anakimbizana na huyu mwanamke. Yeye ndiye anataka kumaliza huyu mwanamke. Yeye ndiye anataka kumaliza mtoto, na akashindwa. Huyu mtoto ni Yesu, ni Injili. Shetani alijitolea kuimaliza mwenyewe na akafikiria ataimaliza. Pale jangwani hakutuma mtu, hakutuma mfalme, hakutuma mwingine. Yeye ndiye akalikabiliana na Yesu, akampatia majaribu. Aliposhindwa, sasa anatumia wanyama. Kwa hiyo Ufunuo 12 alijaribu kuua Injili, alijaribu kuua Yesu, ikashindikana. Biblia inasema alipoona mtoto amenyakuliwa, hiyo ni Ufunuo 12 fungu la 6, akamkimbiza yule mwanamke. Mwenyewe anakimbiza mwanamke, ni kanisa. Shetani ako after kumaliza kanisa la Mungu. Ufunuo 12. Na alipoona mwanamke amepewa mabawa mawili na anaruka kama tai, na nchi imepasuka, imemeza maji ambayo aliyatoka mdomoni mwake amaliza yule mwanamke. Alipoona mwanamke ameenda na hajui atampata aje, Biblia inasema hiyo Ufunuo 12 fungu la 17 ya kwamba akamkasirikia yule mwanamke, akaenda kufanya vita na uzao wake, hao wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu.
Shetani alipojaribu kuangamiza kanisa akashindwa, ndio sasa anapatikana katika Ufunuo 13 fungu hilo la kwanza. Akaingia ndani ya huyo mnyama, akampatia kiti na uwezo na nguvu zake amalize kanisa. Kwa hivyo ya kwanza Shetani, joka, the dragon is after the church, but he is not going to pursue, he's not going to overcome the church. Yeye anafuata kanisa, lakini hataangamiza kanisa. It's not going to happen. Hataweza. Atatesa kanisa kweli, atajaribu kweli, lakini hataweza. Na sasa anaingilia mnyama mwingine ambaye ni serikali ile ya Europa, na akawapatia kiti na uwezo na nguvu. Na ni kule Europa Wakristo wengi waliuawa. Do you know, kulingana na historia, kanisa limeua watu wengi kuliko serikali zingine. The church at that particular time, Wakristo milioni 50 waliuawa. Wengine wakachomwa, wengine wakakatakatwa, wengine wakamalizwa bure tu kwa sababu wanamwamini Yesu. Na akajaribu Shetani kwa kutumia huyo mnyama, akashindwa. Hata akalikufuru jina la Mungu aliye juu. Hata akabadili majira na sheria, akaleta mafundisho ya uongo ili aangamize, lakini hawezi, na hata lishinda kanisa la Bwana. Neno linasema ya kwamba akaenda kwa mnyama sasa huyu wa tatu, pia akamfanya anene kama joka. The dragon, the first beast and the second beast are after the church. Joka, mnyama wa kwanza na mnyama wa pili wanakimbiza kanisa, wanataka waangamize kanisa la Mungu, lakini hawataweza. Fungu hilo la 12 anasema anatumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, naye aifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudia mnyama wa kwanza, ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Yohana anataka kutuonyesha jambo fulani hapa, ya kwamba hata ingawa kuna mnyama huyu wa pili, kile anafanya anatumia uwezo wa mnyama wa kwanza, lakini si kila serikali katika mnyama wa kwanza. Anatumia uwezo wa mnyama yule alikuwa na jeraha la mauti nalo likapona. Anaposema kuhusu jeraha la mauti nalo linapona, inamaanisha ameingilia mambo ya kidini. Kwa sababu yule aliyepigwa jeraha la mauti ilikuwa ni mambo ya kanisa, mambo ya dini, na ndio kulikuwa na ile revolution ya France ambao waliweza kuingilia Rumi. Kwa hivyo kama anakuja, basi ni kama anamtumia huyu ili wafanye kazi pamoja. Na huyu mnyama wa pili anafanya nini? Anawafanya watu wanaokaa duniani wamsujudu huyo mnyama. Unaposikia jina la kusujudu, then you understand, unaelewa ya kwamba hii si mambo ya kiserikali, hii si mambo ya kisiasa, haya ni mambo ya uungu. Is a religious problem. Ni shida ya kidini. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amesema umsujudu yeye peke yake. Lakini tunaona Shetani akitumia mnyama wa kwanza, akifanya watu wamstaajabie na wamsujudu na wamuabudu mnyama wa kwanza. Hiyo ni Ufunuo 13 fungu la 4 na la 5. Sasa huyu mnyama wa leo pia naye anafanya watu wamsujudu mnyama yule wa kwanza. Lakini ukiangalia the underlying person, sio tu mnyama wa kwanza anayeabudiwa, lakini wanaabudu joka. Ni kwa nini Shetani anataka aabudiwe? Ni kwa sababu vile nilivyokusomea Isaya 14 fungu la 14 linasema Shetani mwenyewe akasema atakuwa kama Mungu. Ametamani aweze pia kuabudiwa, watu wamsujudu Shetani. Hiyo ndiyo lengo lake, everybody to worship him. Na wakati alipokuwa anamjaribu Yesu, alimwambia Yesu, ukinisujudu mimi nitakupatia utawala, nitakupatia mali, utajiri, dunia yote. Hivyo ndivyo lengo la Shetani lilivyo.
Na hakuna kitu shetani ako na chake. Kila kitu anakope kwa Mungu na analeta kitu kinaitwa counterfeit. Analeta counterfeit, analeta kitu ambacho ni badia, ambacho sio halisi, lakini kinakaribia sana huyu Mungu. Hata pale Kalvari wakati Yesu anakufa, wale wengine waliletwa wawili, ni mambo ya shetani, ili yawe na wanaume wengine wawili wamkaribie sana. Si yeye atakufa peke yake, hata shetani ataleta mwokozi. Hiyo lazima ataleta. Mungu akileta ndoa, shetani analeta yake. Akisema mume oa mke, shetani analeta si lazima. Hata wanaume wanaweza oana na wanawake wanaweza oana. Mungu akileta msalaba, shetani analeta ingine miwili, analeta misalaba ingine miwili hapo ya kukuchanganya. Umeshajiuliza ni kwa nini Yesu akiangikwa hakuna mwanamke aliangikwa pale kwa msalaba? Kana kwamba hawatumiwi na shetani na wanakuwa majangili na wakora wako. Lakini shetani akaleta wanaume wawili ili kuwe ni wanaume watatu hapo juu ya msalaba. Do you know, ungetokezea anywhere ukute hao wanaume watatu, hakuna vile ungejua huyu ni Yesu. Damu inafanana, wote ni wanaume, wote juu ya msalaba. Shetani yachanganya. Mpaka hata leo sabato ya Mungu, pande moja kuna siku watu wanaenda kanisani na pande nyingine kuna siku watu wanaenda kanisani. Haiendi mbali. Umeshajiuliza ni kwa nini wengine hawakuchukua siku ya Jumatano na wengine ya Alhamisi au Jumanne ili tuwe izikuapate? Shetani hata kubali. Lazima analeta tu hapo karibu tu hapo. Hata kuna wakati mwingine unakaa kanisani na umekaa tu unafikiri tuko sawa, kibeti inapotea hapo. Shetani alikuja hapo umekaa na akataimu kibeti yako hapo tu kanisa. Shetani haedangi mbali. Sasa hii nayo anataka watu wamsujudu kupitia kwa huyu mnyama ili kusujudu kukamilike. So shetani anapigana na mtoto, Ufunuo 12. Mnyama wa kwanza Ufunuo 13 waweze kumsujudu joka. Mnyama wa pili waweze kumsujudu joka. Chapter 13 of Revelation is the promotion of the worship of the devil. The devil worship katika Ufunuo 13. Ufunuo 13 inajaribu kumuuza shetani ili watu waweze kumuabudu. Let me tell you something. Wakati Mungu alipoangalia na akaona kile kinaendelea katika Ufunuo 12 na Ufunuo 13, hangenyamaza. Ndio tuna Ufunuo 14. Do you know why we have Revelation chapter 14? It's because we have 13 and 12. Kama hatungekuwa na 12 na 13, hatungekuwa na 14. Ni nini iko 14? Chapter 14 ukisoma utaona malaika watatu. Pale umeona joka, umeona mnyama wa kwanza, umeona mnyama wa pili. Hao ni watatu, nguvu tatu zinachanganya watu, mambo ya kuabudu. Mungu akaleta malaika watatu ambao utawasoma katika Ufunuo 14 fungu la 6 hadi fungu la 12. Fungu la 6 na la 7 inakuelezea kuhusu malaika wa kwanza. Anasema, nikatazama na nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya anga akiwa na injili ya milele awaletea watu wote wanaokaa duniani. Na alipotamka fungu la 7 akasema nini? Mcheni Mungu na kumtukuza, msujudieni yeye. Tuko pamoja? Kwa hivyo malaika wa kwanza anafanya kile Kiingereza tunasema he is counteracting, he is reacting. Malaika wa kwanza anakuja na ujumbe kwa sababu kumewaka. Ufunuo 12 na Ufunuo 13, shetani anakosesha watu, anataka aabudiwe. Kwa hivyo malaika anapokuja wa kwanza, anakuja kwa sababu watu wanaabudu joka, watu wanaabudu yule mnyama, wanamsujudu joka, wanamsujudu mnyama, na mnyama mwingine ametokezea akosesha watu wa dunia. Malaika ametokezea. Malaika wa kwanza anasema, msimsujudu joka, msimsujudu mnyama, msujudieni Mungu wa mbinguni aliyeziumba mbingu na nchi, kwa sababu shetani hakuumba na mnyama wa kwanza hakuumba na mnyama wa pili hakuumba. Yule aliyeumba ni Mungu wa mbinguni. Msujudieni peke yake, kwa sababu ndiye aliyeziumba mbingu na nchi. Huyu malaika anakuja, haji tu na injili,
Anasema analeta hukumu. Anasema mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa yake ya hukumu imefika. Msujudieni aliyeziumba mbingu na nchi. Huo ndio ujumbe wa malaika wa kwanza, ili watu wafutwe mawazo ya kwamba tutaabudu shetani. Mungu anasema no, hauwezi ukasujudu shetani, sababu mimi ndiye Mungu hata aliyeumba huyo shetani. Malaika wa pili ukisoma fungu la 8 anafuata, anasema Babeli, mji ulio mkuu umeanguka, huo muungano. Na watatu ukisoma fungu la 9 anasema kama utasujudu huyo mnyama. Okay? Nitarudi hapo, wacha tuendelee na huu ufunuo hapa. Anasema hivi, hawa wanyama watatu by the way, ukisoma Ufunuo 16 fungu la 13 utaona Yohana akisema kwamba kisha nikatazama na nikaona roho tatu za uchafu mfano wa vyura. Kimoja kimetoka mdomoni mwa njoka, kingine kimetoka kutoka nabii wa uongo, na kingine kimetoka katika mnyama. Ni hawa tu. Unaposoma Ufunuo 16 fungu la 13 inakuelekeza njoka, mnyama wa kwanza na mnyama wa pili. Si mnajua nikilenga hapa njoka mnaelewa? Pale ni Ufunuo 12, hapa ni Ufunuo 13 fungu la kwanza hadi la 8, na pale ni fungu la 11 hadi 18. Tuko pamoja wapendwa? Oi watu, ninawapenda tu bure. Sijui ni kwa nini, lakini nawapenda tu for free. Sasa wakati tunaposoma, by the way, hao unasikia hao watatu, roho tatu za uchafu ni utatu usio mtakatifu wa shetani. Kiingereza tunaita the unholy trinity. Kuna holy trinity na hii ya shetani ni unholy trinity. Unajua shetani anapenda kukopi sana. Mungu akiwa na utatu mtakatifu, na yeye analeta yake tatu lakini si takatifu. Yake kuna njoka na kuna mnyama wa kwanza na wa pili. Wa kwanza anaitwa false prophet, nabii wa uongo. Unholy trinity. Njoka ndiye baba, kwa hivyo tunamuita the anti-father, mpinga baba. Mnyama wa huyu wa Ufunuo 13 fungu la kwanza na la 3 ndiye false prophet, na huyo tunamuita antichrist au mpinga Kristo. Na watatu ni mpinga Roho Mtakatifu, anti-Roho Mtakatifu, anti-Holy Spirit. Shetani anataka kuleta yake, Mungu ameleta hapa, lakini anataka kutukoroga aweze kutuletea kitu ambacho hakina mbele wala nyuma. Anyways, tunapoendelea anasema ya kwamba fungu la 14, naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga. Huyu mnyama anakosesha watu. Amesema mambo ya kuleta miujiza, kufanya miujiza. Ana miujiza anafanya. By the way, watu wengi leo hii wamekoseshwa na miujiza. Unasikia hata watu wanatangaza, wanakuambia njoo, alafu tarajia miujiza, uleta wagonjwa, leta viwete, lete, na ni watu wa Mungu. God does not prove himself to be a God through miracles. Mungu haji kutuelezea kwamba yeye ni Mungu, aonyeshe ya kwamba ni Mungu kwa kupitia kwa miujiza. By the way, kwa Mungu hakuna miujiza. Mungu hana miujiza. Anapofanya ile kitu anafanya ni ordinary kwake. Anapotenganisha maji na bahari, hiyo ni kawaida. Ni kama katoto kaje kakwambia, unajua mama yangu anafanyanga miujiza. My mom anafanyanga miujiza. Imagine aje, mam, kuna siku aliweka kikombe kimoja ya maharage akaweka kwa maji usiku wote. Asubuhi zilikuwa kama vikombe 2. Hizo maharage yote ilifura ikajaa sufuria. Mama anafanya. Hata kuna siku akipika mchele, kikombe moja inajaanga kwa sufuria. Mama yangu ni kama Yesu vile aliongeza mikate na samaki. Kama mchele kidogo, alafu my mom. Hiyo mama wewe utaona kama ni muujiza unafanya kweli. Ati mtoto amekusifu mpaka hapa unakuja unasema natoa ushuhuda, mimi mtoto Mungu amenisaidia na afanyanga miujiza. Hiyo utajisifu kweli? Si unaona hii katoto ni kajinga tu, ni vile hakaelewi ya kwamba kuna kufura. Hiyo ni kawaida. Hata sisi wanaume tunajua mama anaweza fanya miujiza. Watoto, mama anaweza fanya muujiza. Mama utampatia tone moja tu ya maji hivi, a drop. Amen.
upatie a drop ta, hiyo inatosha. Atakuletea kijana kama unaelewa kile ninavyosema. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo mama anafanya miujiza. Unaweza mpatia tone moja apasue ziwe mbili uone mapacha. Hiyo ni miujiza mama. Lakini ukweli wa mama ni kwamba si ya kwamba anafanya miujiza. Kwa hivyo Mungu naye wakati anatenda jambo lolote lake kwetu linakaa kama ni miujiza, lakini si miujiza. It's ordinary to him. Kwetu ndio miujiza. Miujiza iko kwetu. Sasa shetani anaelewa hivyo. Kwa hivyo atakosesha watu wengi duniani kwa miujiza. Alifanya hivyo Misri. Ukisoma Kutoka 7 hadi 9, 7 to 9 Exodus, utaona Mungu alileta miujiza kupitia Musa, na wale wa Misri walifanya pia miujiza. Musa akaangusha kijiti ikawa nyoka, wachawi wa Misri wakaangusha nao ikawa ni nyoka. Kwa hivyo miujiza shetani pia anaweza fanya. Ukisoma kitabu cha Wakorintho wa pili 6 fungu la 14, anasema shetani pia hujibadilisha na watumishi wake pia wanakuwa ni wa nuru. Shetani pia anaweza fanya hivi tuko yote. Sasa katika huyu mnyama ataangusha moto kutoka mbinguni, watu wote wakiona, ili awakoseshe. Fungu la 16 anasema hivi. Anasema naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa. Nirudi kidogo. Anafanya sanamu. Anatengeneza sanamu. Sanamu ni nini? Muungano wa wale wanyama, the ecumenical movement, that oneness. Wanapokuja pamoja watengeneze Babuloni ingine, wanatengeneza muungano wa dini, muungano wa imani, muungano pamoja waweze kuwa na the new world order. Mfano yule atafanya sanamu ya mfano yule wa kwanza, vile alivyokuwa atatengeneza ingine, na ataiweka pumzi ili inene, ili yule hata abudu yule mnyama au awe. Fungu la 16 basi linasema ya kwamba naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa masikini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao, tena kwamba mtu wa yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa ana chapa ile, yani jina la mnyama yule na hesabu ya jina lake. Hapa ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili aihesabu hesabu ya mnyama huyu, maana ni hesabu ya kibinadamu, na hesabu yake ni 666. Anatengeneza sanamu. Hii sanamu anatengeneza, analeta watu wote wa dini pamoja. Watakaposhikana watapanga mipango mipya ya dunia. Kuna serikali inaundwa itakayoleta mambo pamoja, watu wote wakusanywe kuwe pamoja. Inaitwa the new world order, mpango mpya wa dunia. Viongozi na wakuu wa dunia wanapanga kuweze kuwa na kiongozi mmoja wa dunia, kuweze kuwa na pesa moja ya dunia, hata waingilie sabato ya Bwana. Wakiangalia, na ukiangalia leo uchumi unasoroteka karibu kila mahali, na watakaa warekebishe uchumi. Njia moja ya kurekebisha uchumi ni kuweza kusema watu wawe na siku moja peke yake ya kuabudu, sio siku tatu, sio Ijumaa, sio Jumamosi, sio Jumapili, kati ya tatu watafute moja. Na unajua ni gani itafaulu? Ni Jumapili. Na itawekwa sheria inaitwa national au international au World Sunday Law. Itakuwa ni sheria, upende usipende, watu watasurutishwa waabudu hiyo siku. Na basi ili waweze kufanya kulingana vile wanatakana, lazima kutajulikana. Na unajua ukitembea barabarani vile ulivyo, hautajulikana unaabudu Sabbath, unaabudu siku nyingine, unaenda kanisani au hauendi. Hivyo basi ili watu wajulikane, kwa sababu kuna wengine watakataa, watakuja na hiyo namba ya mnyama 666. Hiyo 666 itaweza kuwa ni card au itaweza kuwa ni chip. Inaweza kuwa ni kidude unawekwa kwa mwili au kwa kipaji cha uso. Na ukiangalia anasema ya kwamba ataweka watu hiyo chapa ya mnyama. Kama umesikiza vizuri, amesema katika fungu la 17 ya kwamba tena kwamba mtu wa yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa na chapa ile, yani jina la mnyama yule, hesabu ya jina lake. Hiyo chapa itawekwa wapi? Fungu la 16. Naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa, matajiri kwa masikini, walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Hiyo lugha ndio imetumika katika Ufunuo 7.
tulipoangalia malaika akisema msidhuru nchi wala bahari wala miti mpaka tutakapokwisha kuweka watumishi wa Mungu muhuri katika vipaji vya nyuso zao. Hakuna shetani kitu anatengeneza yake, hakuna kitu anatengeneza yake, anakopi. Aliposikia Mungu anaweka watu muhuri katika vipaji vya nyuso, naye akatengeneza yake pia, ataweka watu katika vipaji vya nyuso. Tena hii muhuri wa Mungu uko na jina la Mungu. Kumbukeni tulisema jina la Mungu, eneo ya Mungu iko hapo katika muhuri wa Mungu, jina la Mungu. Ufunuo 15 inasema ya kwamba walikuwa na jina la Mungu katika vipaji vya nyuso zao, sheria imeandikwa katika roho zao. Naye shetani pia anataka kuweka hiyo muhuri kwa jina lake, watu wawekwe, kukosesha watu bure. Sasa hii mnyama ni nani? Wakati kulikuwa na mateso pale Europa, watu wa Mungu walikimbia, wakatoroka Europe, wakakimbia, wakaja hapa inaitwa Marekani. They went to America. America ilianzishwa na wakimbizi waliokimbia kwa sababu ya vita vilivyokuwa vya Europa, na wakakaa wakaanzisha serikali na wakaweka constitution ambayo ilipitishwa kabla ya mwaka wa 1776, 1776. Wakienda kupata uhuru wao tarehe 4 mwezi wa 7 wa mwaka huo, walikuwa na constitution. Na walipotengeneza constitution, walianza kuongea we the people. Walianza na we the people, na wakaweza kuweka demokrasia. Na tunajua demokrasia ni serikali ya watu inayoongozwa na watu ambao wanashiriki wote. Democracy is the government of the people for the people. Si ndio? Ni ya watu. Hiyo ni serikali ya watu. Kwa hivyo wao wako na uhuru. Wao walipokaa chini, wazee 56 wakakaa kutengeneza katiba ya Marekani. Wakaanza na mambo mawili, freedom. Wakasema we need freedom. Tunataka uhuru. Uhuru wa kuabudu na uhuru wa siasa kiserikali. Wakatenganisha dini na kanisa kabisa. Kama wewe uko laini ya kanisa, kaa na mambo ya kanisa. Kama wewe ni mambo ya siasa, kaa na mambo ya siasa. Lakini hauwezi ukawa na yote mbili. Kama ni kanisa, wachana na siasa kabisa. Hapa ni kuabudu, hii ni serikali ya huko. Na waliheshimu, walikaa na ikapitishwa. Na wanaheshimu kanisa, na wanaheshimu serikali. Lakini hivi leo ukiangalia wanaingilia. Hivi leo Marekani imeharibu maneno, kwa sababu walikuja wakaingilia hata mashule, wakatoa jina Mungu. Huwezi ukaenda Marekani, uende shule, usikie watoto wakifundishwa mambo ya kidini, usikie watu wakifundishwa Christian education. Hakuna, ilitolewa. Wakaingilia, hata amri za Mungu zikatolewa, hata kotini zikatolewa, wakatoa. Ukaona Amerika sasa ikawa ndiyo chanzo, ndiyo sasa kama ndiyo shimo ya uasi. Ukiangalia hii Hollywood ndiyo imeharibu, imebomoa nyumba. Hollywood stars wale tunataka kukope, hao ndiyo wamekereketwa na shetani zaidi. Wanaoana leo, kesho kuto wanaachana. Dini ndoa haina heshima. Hii Marekani imeharibu kabisa. Ukienda Hollywood, hapo ndio utaona wakora wengi ambao wanafanya vituko. Msichana anaolewa leo, anaitwa Kim Kardashian, anaolewa leo, ametumia pesa milioni 72. Anatumia pesa nyingi ya doa. Anakaa miezi 3, wanaachana. Miezi 3. Wanagawana. Kama kuna watu wanaachananga kwa doa, waita watu wa Hollywood. Na hiyo ndio tunapenda, ndio inatushipu. Marekani hawana shida, wakaanza LGBTQ, mambo ya wanaume kwa wanaume, wanawake kwa wanawake, na ikawa sasa hiyo inasifika mpaka inakuwa ni community inasifika. Wakati wa Obama, hii LGBTQ imekuwa na nguvu zaidi, sababu wanamfanyia siasa, wanamfanyia, na kwa hivyo anapata kitu kutoka kwao. Hata kama Trump ni mbaya, tunashukuru Trump. Alipoingia kwa ofisi alisema mimi sijui gender nyingine, najua 2 peke yake. 2. Kama wewe ni mwanamke, wewe ni mwanamke.
Kama wewe ni mwanamume, mambo ni mawili, kwa sababu Amerika ilikuwa imeenda zaidi. Amerika inaendanga zaidi hata nayo. Wacha nitafute kama nitapata hiyo kitu nataka kutafuta, imekuja kwa kichwa saa hii, ni kuonyesha kitu ya kutisha. Marekani. Masioni hiyo kitu, sijui sasa iko wapi. Sasa hiyo kitu kwa nini haiko hapa sasa? Na ningewasomea niwaonyeshe wao vile ambavyo wako. Jeddah, unasikia mtu, labda nikipata nitawasomea tu. Unasikia hata tukijaza, ninaenda kujaza kazi, unapewa application form unajaza. Unaulizwa wewe ni male, female, other, spirit, transgender, gender. Kule majenda ilikuwa imekuja sana. Mpaka wanaweka wanaume ambao wanajifanya wao ni wanawake, wanawekwa kwa timu za mpira. Sasa mnacheza hapo, msichana anakutana, unasikia vile umelimwa na hii mwili. Hiyo ni mwanamke kweli? Muko kwa timu. Shetani alienda Amerika. Unajua hata shetani alipanda ndege akaenda Amerika, hapo ndio amekaa. Lakini sasa huyu ndugu yetu anaitwa Trump amejaribu kuleta sanity. Watu waelewe ya kwamba ni wewe ni mwanamume na wewe ni mwanamke. Lakini shetani hivyo ndivyo anafanya. Vituko mingi sana. Na serikali ya Amerika unaona inashape dunia. Yeye alianza sawa, pembe mbili kama za mwana kondoo, lakini ananena kama joka. America in prophecy ndio huyu mnyama wa Ufunuo 13 fungu la 11 hadi 18. Amerika ndio itajaribu kushawishi ili muungano wa Europa na kanisa iweze kuwa na nguvu, kwa sababu iko super power. Na ndio unaona haiwezi ikakubali serikali nyingine duniani, iwe ni China, iwe ni North Korea, iwe ni Russia, iweze kuinua kichwa. Hawezi, sababu wao ndio njogoo ya dunia, ndio the world's policeman. Ndio unaona mwaka wa 1989 ndio wanaingilia hata yule Iraq, Saddam Hussein ni wao. Wao ndio tena wanaingilia Libya, Gaddafi ni wao. Wao ndio tena unaona wanakamatana huyu mwanaume anaitwa Osama. Wao ndio unaona wanaingilia kila mahali duniani. America in prophecy. Yohana alimuona akaona ni mnyama akona pembe mbili kama za mwana kondoo, lakini atanena kama joka. Atanena kama joka. Lakini anasema hiyo sheria nimekwambia itakayopitishwa ili ujuikane, utawekwa chip au utapewa kadi. Sijui watatumia njia gani, lakini itakuja, maana Biblia imesema itakuja. Na anasema hautanunua wala kuuza. Kwa hivyo ukiwa na hiyo chip, ukienda kwa duka inalia uko sawa. Umeendanga kwa duka unaona unakaguliwa. Ebu pinduka hii. Mnanielewa? Itakuwa hivyo. Unaingia supermarket, kama uko na hiyo chip inarecognize uko sawa. Wale hawako sawa unakamatwa. Hautanunua na hautauza. Na wakati huo ndio utaacha, watu wataacha miji mikuu kama hii Dar es Salaam. Maana hapa haupandi kila kitu. Si kila kitu unapanda, haupandi sukari, haupandi chumvi, unaweza panda viazi, lakini mafuta haupandi. You have to buy. Sasa wataacha miji mikubwa, watoke kwa miji mikubwa, wakibiria kwa vijiji dogo, waende kwa vijiji na vitongoji huko mbali, waache miji mikubwa. Na ndio mtatoka kwa hii kanisa. Watu hawataabudu kanisani, hatutaishi hapa milele. Itachukuliwa na hautashitaki. Ukienda kushtaki unaulizwa uko na kadi? Hapana, ingia ndani, ndio tulikuwa tunatafuta. Watu watachukua nyumba yako, gari yako. Watu wa Mungu wataumia, watateseka. Wakitoka miji mikubwa watatorokea mapangoni na mbali na vijijini. Lakini kutatolewa sheria. Amesema ya kwamba kama hauna uwawe, inaitwa death decree. Atatoa sheria wauawe wale hawana namba ya mnyama. Wauawe. Ndio sasa watatoka kwa vijiji wajifiche mapangoni, waende. Watakuwa kama ule wakati wa mitume, wakati walipotoroka Yerusalemu mwaka wa 70 AD, wakati ilikuwa inaangamizwa. Sasa hii namba inatoka wapi? Tumeambiwa namba ya mwanadamu. Wakati Emperor Justinian alikuwa anapeana title kwa papa, aliwapatia jina inaitwa Vicarius Filii Dei. Andika kama unaandika, tufanye hiyo haraka haraka dakika 2 tumalizane. Vicarius kama unaandika, andika ukitoka juu kwenda chini. VIC. Ukiangalia kwa screen utaiona, ndio hiyo iko kwa screen. Kwa hivyo utaona ni VICARIUS. Jina la pili ni Filii na ya tatu ni Dei. Jina Vicarius Filii Dei
linamaanisha the representative of God on the earth. Hiyo ndio title walipewa. Utaipata kwa kofia ya Papa Pope, imeandikwa Vicarious Filii Dei. Vicarious Filii Dei Kirumi au Kilatini. V ina value ya 5. V ni 5 Roman numbers. I ni 1. C ni 100. R na A hazina value. I ni 1. U na V ni 5. U ni 5. S ni 0. Ukifanya toto ya Vicarious ni 112. Filii F-I-L-I-I. F ni 0. I ni 1. L ni 50. I 1 toto ni 53. Dei D ni 500 na E ni 0. I ni 1, hiyo ni 501. Toto ukifanya zote itakuwa ni 666. Hiyo nitauliza iweke kwa screen, hata wale watarudia kwa YouTube wataiona ili iweze kujihesabia hiyo. Kwa hivyo wakati huyu mnyama anafanya hiyo kazi yote, naye Mungu amepanga kuokoa watu wake, anasema mtu yeyote, malaika watatu, mtu yeyote atakaye msujudu huyo mnyama na sanamu yake na kupokea chapa katika kipaji cha uso wake na mkono wake, yeye naye atakunywa kutoka kikombe cha ghadhabu ya Mungu kisichochanganywa na maji, kisichochanganywa na huruma za Mungu. Kwa nini uangamie? Mungu anasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu ambao wanazishika amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Naomba tusimame tuweze kupata maombi sote. Naomba tusimame ili tuweze kuomba pamoja. Na nauliza wale tu bado wamekuja leo, wao ni wageni, ungetaka hakika kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, inua mkono mahali ulipo. Inua mkono mahali ulipo. Hata kama uko katika vituo, jitolee uweze kumkubali Yesu. Hata wewe ubatizwe. Nani ambaye angeomba abatizwe? Asante sana. Naona mkono mmoja. Nakuuliza ukaribia hapa tuombe na wewe. Njoo tu. Is 1 second. Njoo tu tuombe. Tunataka kuomba. 1 minute. Hatutashinda tukiita watu, mlijua hivyo. Tunisema njoo tuweze kuomba. Njoo tuombe. Yule ameinua mkono pale angetaka kuweza kumkubali Yesu na kuweza pia kuhesabiwa kwa wale wanaowabatizwa. Watu tumefika 10,000 wa ubatizo, ongeza hiyo uweze kuwa kesho ni 10,359. Asante sana mzee wangu, Bwana aweze kubariki. Nani mwingine? Tuombe. Asante Yesu. Asante kwa sababu ya neema yako. Asante kwa sababu hakika Bwana umetuonyesha unabii na umetukumbusha ya kwamba malaika wananena baada ya joka na yule mwovu kufanya vituko. Wewe mwenyewe umewasimamisha malaika watatu watuonye tuweze kukucha wewe, tukusujudu na tujue Babeli umeanguka, na ya kwamba tukisujudu mnyama na sanamu nasi tutakunywa kikombe cha ghadhabu ya Mungu, lakini tungependa kuokolewa na tusimame imara. Basi tusaidie, utubariki tunapoendelea kuangalia unabii huu, hata wa unabii Ufunuo 14, ili tujitoe. Asante kwa yule amejitoa kwa ubatizo na walio katika vituo mbalimbali. Kokote wanapojitoa, wale wameinua mikono wote wangetaka kumkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Wabariki wote na sisi sote kwa ujumla mahali pote tunaposikika na kuonekana. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu tumeomba na kuamini. Amina. Amen. Amen.